Ad-darsu at-tasi wal 50, darasa ya 59. Sheikh anasema ma ajmala an tahrisu al-mar'atu ala sadaqati baina waqtin wa akhar. Uslubu Sheikh ingia nao mwingine sasa. Ma ajmala, si uzuri ulioje huo, an tahrisu al-mar'a, kupupia mwanamke, ala sadaqa, juu ya kutoa sadaka, baina waqtin wa akhar, baina ya wakati fulani na wakati mwingine. Ma ajmala, si uzuri ulioje huo, an tahrisu al-mar'a, kupupia mwanamke, ala sadaqa, juu ya utoaji wa sadaka, baina waqtin wa akhar, baina wakati fulani na wakati mwingine. Yani katika mambo mazuri ambayo mwanamke atayapupia, moja wapo ni jambo la sadaka. Ni uzuri mno mwanamke akiwa anapupa, anahirus, anajihimiza ala sadaqa, juu ya utoaji wa sadaka, kujitolea katika njia ya Allah. Awe anajitolea ni katika mambo ya kheri, ni jambo lenye kupamba tabia zake, linamuingiza yeye kuingia katika wanawake wema, utoaji wa sadaka. Lianna sadaqata, kwa sababu sadaka, amalun jalilun, ni tendo tukufu. Lianna sadaqata amalun jalilun, kwa sababu sadaka ni tendo tukufu. Wa sababun litafrijil kurubat, na ni sababu ya kuondoshewa matatizo na mabalaa. Wa sababun, na ni sababu vile vile sadaka, litafrijil kurubat, sababu ya kuondoshewa mabalaa na matatizo yanayokukumba wewe. Kwa sadaka ni amali njema, tendo tukufu ambalo Uislamu umelitukuza, ni tendo lenye ujira mkubwa. Lakini sadaka vile vile ni sababu ya kuondoshewa na kuondolewa kwa kuwe mabalaa na matatizo na mitihani na mikosi iliyokukumba wewe. Unapoitoa sadaka kwa ajili ya Allah, mwambie Allah moyoni mwako, naitoa sadaka hii niondoshee matatizo yangu lillahi, kwa ajili ya Allah. Kisha uangalie namna Allah atakayokufanyia mambo haya. Sadaka ina siri, lakini wengi wetu ni mabukhala, mabakhili, hatutoi. Tunahisi twapungukiwa kitoa pungukiwa. Si kweli, ukitoa zidishiwa baraka kwenye kile ambacho kimebakia. Wasadaqatu babun min abwabil janna, na sadaka vile vile ni mlango katika milango ya pepo. Wasadaqatu babun min abwabil janna, na sadaka vile vile ni mlango katika milango ya pepo. Sadaka ni mlango katika milango ya pepo. Imethibiti hadithi katika hilo kwamba sadaka ni mlango katika milango ya pepo. Milango ya pepo iko mingapi? Milango ya pepo iko mingapi? 8. Milango ya moto iko 7. Kwa mmoja katika milango ya peponi ni babu sadaqa, ni mlango wa sadaka. Kama vile ambavyo tumeona kuna babu ar-rayyan, mlango ar-rayyan. Watapita mlango huo akina nani? Wafungaji. Watapita kupitia mlango huo as-swaimun, wafungaji. Vile vile kuna babu sadaka, mlango wa wale ambao walidumu juu ya kutoa sadaka. Katika hiyo 8, waman as'ada an-nasa, na yule atakayewasaidia watu, as'adahu Allahu, Allah atamsaidia yeye. Waman as'ada an-nasa, na yule atakayewasaidia watu, akawapa msaada kwa kutoa sadaka, akawasaidia wenzake, as'adahu Allahu, Allah atamsaidia yeye. Wayassara lahu amrahu, na atamwepesishia jambo lake, atamsahilishia jambo lake. Wayassara lahu amrahu, na atamwepesishia jambo lake. Allah atampa msaada, lakini vile vile atamfanya wepesi wa mambo. Waman yassara ala almu'sir yassarahu Allahu alayhi yawm alqiyama, na yule ambaye atakayemfanyia wepesi mwenye uzito, Allah atamfanyia yeye wepesi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa sadaka ni katika amali tukufu, amali njema, amali bora. Katika faida zake ni mtu kuondoshwa mabalaa na matatizo aliyonayo. Lakini vile vile sadaka katika fadhila zake na ubora wake
tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nara. Mtume anasema katika hadithi, hakika sadaka inafuta makosa kama maji yanavyouzima moto. Unapotoa sadaka kwa ajili ya Allah, basi makosa yako yanafutwa, kama vile ambavyo unapochukua maji ukamimina juu ya moto, moto unazimika hapo hapo. Basi na sadaka unapoitoa, makosa yanafutwa hapo hapo. Uitoe kwa ajili ya Allah katika faida zake. Lakini vile vile katika faida za sadaka ni sababu ya mtu kubarikiwa katika mali yake. Allah anasema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anaitoa baraka riba, anaiweka mbali baraka riba. Riba ina mali ya riba inakuwa haina baraka. Wa yurbi sadaqat, na anaikuza sadaka, kwa maana anaibariki ndani yake. Sadaka, unapotoa sadaka basi ni sababu wewe ya kubarikiwa, inakuza sadaka yako na mali yako iliyobakia. Na wala sadaka haipunguzi katika mali, ma naqasat sadaqatu min mali, haijapatapo sadaka kupunguza chochote katika mali ya mwanadamu. Unapotoa sadaka inakuwa ni sababu ya kutiliwa baraka, ile mali yako iliyobaki inabarikiwa, inakuwa yenye kutosheleza, unapata nyingine kuliko ile, unapata mali yenye maslahi na wewe kwa sababu unatoa sadaka. Mkono wako sio mkono wa buli, kwamba mdogo umejifumba hapa, sio maghlula. Mkono wako haujafupilizika, mkono wako ni mrefu. Neema zinapita kwako, zinawafikia wengine wasiojiweza kwa sampuli tofauti za kuwasaidia. Wewe ndio ambaye Allah atakuondoshia matatizo, wa sababu litafriji alkurbat. Lakini kikubwa zaidi, sisi tuna matendo tunafanya duniani mengi tu ya kheri, Allah ayathibitishe na ujira mkubwa, kama vile kuswali, zaka, adhkari, kusoma Qur'ani, kuwasaidia sijui kadha na kadha. Lakini mtu atakapokufa hakuna chochote atakachokikumbuka isipokuwa sadaka, kuonyesha ukubwa wa jambo la sadaka. Mtu anapotoka roho akafishwa na malaika, roho yake ikachukuliwa, hatakumbuka swala, hatakumbuka zaka, hatakumbuka Qur'ani, wala hatakumbuka funga. Ataomba arejeshwe, aje atoe sadaka tu, kisha afe tena, kwa sababu kuonyesha ule umuhimu wa sadaka. Sadaka itamuokoa mtu siku ya kiyama kutokana na adhabu. Ndio maana anaomba mtu Allah amrejeshe, aje aitoe sadaka kisha aendelee kufa, kuonyesha umuhimu wa sadaka. Kama tulivyoelezewa kwenye Qur'ani, mwanadamu atakapotolewa roho yake atasema laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ewe Allah, kwa nini usinicheleweshe kidogo katika wakati wa karibu, nipe muda kidogo niende duniani nikatoe sadaka ili niwe katika watu waliowema. Hasemi nirejeshe duniani nikaswali au nirejeshe duniani niende hija, la, niende nikaitoe sadaka, kwa sababu sadaka ni jambo kubwa ambalo linaweza kumwepusha yeye na moto huko anakoenda. Ad-darsu as-sittun, darasa ya 60. Tuenda mwisho hivyo, tuelekea ukingoni. Baadhi nisai, baadhi ya wanawake, takau fil israfi fil mushtarayat wal maakulat. Baadhi ya wanawake wanaingia katika israfu, kupindukia kwenye matumizi. Baadhi nisai takau fil israf, baadhi ya wanawake wanaingia katika israfu fil mushtarayat, katika sehemu za manunuzi. Fil mushtarayat, kwenye sehemu za manunuzi kama vile supermarket, kwenye mamall, kwenye maduka makubwa ya jumla. Mushtarayat, sehemu za manunuzi ya vitu. Wal maakulat, na vyakula. Wanaingia kwenye israfu kupitia sehemu hizi za maduka makubwa makubwa,
na kwenye vyakula. Mtu aingia zake supermarket akusanya makavya mengi, wala hana shida nayo. Ile pesa tu alioenda nayo imalize, isitoke mule supermarket. Au akaingia mall akanunua vitu vya kipuuzi kabisa ambavyo pengine hata hatovitumia, aviweke tu mule ndani, wageni wakija waone, basi ndo asharidhika yeye. Au katika vyakula, hasa Ramadhani, wanawake wengine wanafanya israfu, mapishi mengi, hawezi kupika futari moja au mbili mume karidhika, lazima apike nyingi. Majirani wajue kwamba naye anapika sasa futari 4, 5, 6, aonekane kwamba yeye anasampulisha vyakula. La yajuz, hili halijuzu, ni israfu hiyo, haitakiwi. Wa hadha la yajuz, na jambo hili halijuzu. Qala ta'ala, amesema Allah hali ya kuwa umetukuka, wala tusrifu, na wala msifanye israfu, msifanye matumizi ya kupindukia zaidi ya haja. Innahu la yuhibbul musrifin, hakika yake Allah hawapendi wenye kupindukia kwenye matumizi, wenye kufanya israfu. Israfu ni kile kinachozidi ambacho si katika haja yako. Haja yako wewe kula kwa kilo fulani, mfano kilo 2 ndani ya nyumba, wapika kilo 3, na unajua haziwezi kumaliza kuliwa zote, chengine utakimwaga tu chakula. Hiyo kilo 1 iliyozidi ni israfu. Kwa ni yale matumizi zaidi ya haja, hakuna sababu wala haja yoyote wala dharura ya kuzidisha. Ukizidisha hiyo ni israfu. Innahu la yuhibbu almusrifin, hakika yeye Allah hawapendi wenye kufanya israfu. Kisha shekhe akasema waltahris almar'atu, na afanye pupa mwanamke. Waltahrisul mar'atu, na afanye pupa mwanamke. Ala dhabti maliha, juu ya kuidhibiti mali yake. Kama mwanamke kabarikiwa mali, ana vijipesa vyake viwili vitatu, avidhibiti vizuri, asijiachie kwenye matumizi akafanya israfu. Waltahmadillah alayhi, na amuhimidi Allah juu ya mali hiyo. Sio kila mwanamke amepata, Allah akakuruzuku akakubariki mali, basi takiwa wewe udhibiti hiyo mali, uiwekee mikakati ya matumizi yaliyo mazuri, vile vile muhimidi Allah. Walta'lam, na afahamu mwanamke huyo, bi anna hunaka, kwamba huko malayin, kuna mamilioni min alfuqara, ya mafukara. Walta'lam, na afahamu mwanamke, bi anna hunaka malayina min alfuqara fil alam, kwamba huko kuna mamilioni ya mafukara katika ulimwengu. Malayin min alfuqara, mamilioni ya mafukara fil alam, katika ulimwengu. Yatamannawna ba'da dhalika almal, wanatamani baadhi ya mali hiyo. Kuna mamilioni ya watu wenye kuhitajia ulimwenguni, wanatamani wapate angalau sehemu ndogo katika sehemu kubwa uliopewa wewe na kubarikiwa na Allah. Basi ni juu yako kuidhibiti mali yako, usitumie isipokuwa katika matumizi ambayo Allah anayaridhia. Sio kwa sababu una mali sasa wakati ya watu vijora kwenye shughuli, wacheza wanavyotaka, wakodisha mziki, ngoma, kuleta wasanii, kuleta mambo ya nini hayo, anashidi mziki, wengine wanaita mziki moto nini, kwa sababu ana hela. La, hizo ni njia za haramu. Kuweka vigodoro mitaani kwa sababu tu una hela, mumeo hataki, basi nitatumia pesa zangu mwenyewe, usinishughulishe mimi. Anatumia pesa zake kufanya mambo ya haramu. Kuna mamilioni ya watu duniani wanahitajia sehemu ndogo katika hiyo mali yako, ili wakidhi haja zao za kila siku. Kula yao na wapiga chenga, wewe wakodisha vigodoro na kudisha marusha roho. Unaitolea baraka mali yako leo na kesho. Mali inapokutika inaharibika, inaondoka hiyo. Pengine kama ni mashamba utasikia mingia moto, kama ni gari limpata ajali, kama waringia watoto mara kagonga na gari kafa. Yani kila kitu kinaenda na maji kwa sababu ya maasi unayoyafanya. Idha kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am, unapokuwa katika neema ichunge neema hiyo, kwa sababu maasi yanaondosha neema. Wadawim ilaiha bishukri ilahi, na udumu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Twende tumalize kwanza ad-darsul wahid wa 60, darasa ya 61. Idha taamalatil mar'atul muslima, pindi atakapoamiliana
mwanamke wa Kiislamu ma'a ghairil muslima, pamoja na asiyekuwa Muislamu, idha taamalatil mar'atul muslima, atakapoamiliana mwanamke Muislamu ma'a ghairil muslima, pamoja na asiyekuwa mwanamke wa Kiislamu. Upo katika amali zako, pengine sehemu ya kazi, unaamiliana na wanawake ambao si Waislamu, wanawake wenzako. Mithlu al-khadimat, mfano wafanyakazi wa ndani wale al-khadimat, wafanyakazi wa ndani mwaita wadada wa kazi, au al-muwaddafat, au waajiriwa wa kike. Al-muwaddafat, waajiriwa wale wa kike, pengine mpo katika sehemu mmeajiriwa wanawake, mnafanya kazi ya upishi hapo, ushonaji au uchoraji, mmeajiriwa kikundi maalum, wanaletwa hapo mabi harusi, mwachora na nyewe mwalipwa. Sasa unataamali na wanawake wenzako sehemu kama hizo, au wadada wa kazi mliokuwa nao katika majumba yenu. Fayambaghi an tataamala ma'ahunna bi ahsanil akhlaq, fayambaghi, inatakikana, an tataamala ma'ahunna, kuamiliana nao, bi ahsanil akhlaq, kwa tabia zilizo nzuri zaidi. Muda wa kuwa hao si Waislamu, hao hata kama ni Waislamu wanahitajia kufanywa muamala kwa tabia nzuri. Udhihirishe ule Uislamu wako, tabia nzuri uonyeshe, hata kama si Waislamu au ni Waislamu. Tabia nzuri hazichagui sehemu wala hazibagui huyu ni nani ninayemfanyia. Taamali na wao kwa tabia nzuri. Pengine si Waislamu, kwa sababu ya tabia zako nzuri za Kiislamu unazozionyesha, wakavutika na wao kuingia kwenye Uislamu, wakaslimu sababu ya tabia tu. Liannaha, kwa sababu mwanamke huyo, qudwatun fi islamiha, yeye ni kiigizo katika Uislamu wake, ni mtu mwenye kuigwa na kufuatwa kwenye Uislamu. Dhihirisha Uislamu. Kuna baadhi ya wanawake wanaogopa kudhihirisha Uislamu sehemu zao za kazi walizoajiriwa, au ndani wanapokuwa na madada hao wa kazi ambao si Waislamu. Yeye ndo bosi, lakini amuogopa dada wa kazi kwa sababu si Muislamu. Muda wa swala utafika, aongea naye, wala hamwambii kwamba naenda kuswali, wala hajawahi kumlingania kuhusu swala na kuslimu, hajawahi. Wanajitia aibu za kijinga. Hizo ni aibu za kijinga, si sawa. Uajiriwe na asiyekuwa Muislamu, uajiriwe na Muislamu. Unapofika muda wa ibada, unatakiwa ukafanye ibada. Usifanye ujinga ukaache ibada kwa kujitia haya na aibu zisizofaa. Wadhulmu muharramun ma'al jamii, na dhulma ni yenye kuharamishwa pamoja na kila mtu. Sio unaamiliana na watu wasiokuwa Waislamu kwa kuwa si Waislamu ukawadhulumu. La, usiwadhulumu, amiliana nao kwa tabia zilizokuwa nzuri, ima moja Muislamu au si Muislamu, kwa sababu wadhulmu muharramun, na dhulma ni yenye kuharamishwa ma'al jamii, pamoja na kila mtu. Kila unayefanyana naye muamala, hutakiwi kumdhulumu, unatakiwa umtendee haki na ukae naye kwa tabia zilizo nzuri. Wa fil hadithi, na katika hadithi Mtume anasema, adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyama, dhulma ni matatizo, dhulma ni shida hizo siku ya Kiyama. Ukimdhulumu mwenzako, hizo ni shida wazitafuta sasa, wajitafutia matatizo siku ya Kiyama. Adh-dhulmu dhulma, dhulumatu ay shadaidu, ni shida hizo wazitafuta yaumal qiyama, siku ya Kiyama. Metafsiri kwa shida kama wamesema baadhi ya wanachuoni walipokitafsiri aya katika Qur'an, kul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya, mpaka mwisho wa aya. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kasema dhulumatul bahri maana yake ay shadaiduhuma, dhulumatul barri wal bahri, dhulumat akatafsiri kwa shadaiduhuma, shida zake hiyo bara na bahari. Dhulumat kwa maana shadaid. Vile vile al-Imam Sa'di akasema shadaiduhuma wa mashaqqatuhuma,
ni zile shida zake na mashaka yake. Viza manake ni shida. Kwa Mtume aliposema adh-dhulmu dhulumatu yawma al-qiyama, dhulma ni viza vingi, manake ni shida nyingi hizo siku ya kiyama. Usimdhulumu mtu kwa kuwa si Muislamu ukachukua haki yake, la, haifai. Unatakiwa umtendee wema, umfanyie uadilifu. Rawahu al-Bukhari. الدرس الثاني والستون تنشر الشائعات. تنشر الشائعات kumewekwa tanwini kwenye taa hiyo, sawa sawa ni kuwekwa dhamma moja. Ashai'atu sio ashai'atun bila tanwini. Tanshuru shai'atu fil mujtama'i, huenea uvumi katika jamii. Huenea uvumi katika jamii. Ashai'at, mambo ya uvumi yale ambayo hayana hakika, wenyewe wanaziita sasa hivi habari za mjini, huwa zinaenea fil mujtama', katika jamii ya watu husika. Anil aqarib, kuhusu jamaa wa karibu. Wa ghairihim, na wasiokuwa hao wa karibu, wengine wa mbali. Kawaida katika jamii huenea habari mbalimbali, uvumi tofauti, lakini wakati mwingine huenea uvumi katika jamii kuhusu jamaa zako wa karibu. Sijui fulani nani yako kafanya kadha, mdogo wako kafanya hivi, sijui mumeo tumemwona akasimama na msichana fulani. Yani uvumi ule waletewa wewe mwanamke kwa wale jamaa zako wa karibu, au jamaa wengine ambao si wa karibu. Nini ufanye? Anasema dawa yake walwajibu huwa tathabutu, chenye kupasa ni kuthibitisha. Je, huu uvumi niliosikia ni kweli au si kweli? Uchukue hatua za kuthibitisha ikiwa unataka kujua ukweli wake. Sio umeletwa uvumi wahukumie hivyo hivyo, itakuwa ni kweli bana. Kwa unamhukumia mtu pasi na kuthibitisha. Mambo mumeo bana kafanya kadha, na wewe waamini hivyo hivyo, unamhukumu mumeo, anarudi ndani umenuna, umevuta mdomo kama chupa ya soda, haujaoga, haujapiga mswaki wa mkomo wa mumeo. Kwa nini? Mbona mmesikia waonekana sijui waomba namba kwa msichana fulani? Nani huyo? Kumbe hata hakuwepo hasa maeneo hayo, alikuwa huko. Huyo alikuletea uvumi amemfananisha mumeo na mwanamume mwingine, na wewe ukachukulia kweli. Hakuna tathabut, unatakiwa uthibitishe unapokuja uvumi. Wala yasihu lilmar'a, na wala haisihi kwa mwanamke an tahkuma ala alghayr, kumhukumia mwingine biduni tathabutin, bila ya uthibitisho wowote. Wala yasihu lilmar'a, wala haisihi kwa mwanamke an tahkuma ala alghayr, kumhukumia mwingine, kuhukumu dhidi ya mwingine, akatoa hukumu biduni tathabutin, basi na kuthibitisha. Hana uhakika wa habari akamhukumia, itakuwa shoga yangu mimi hanipendi yule, mbona mmesikia kadha wa kadha wa kadha, ananiongelea vibaya, ananisengenya, kachukua maneno kapeleka sehemu fulani. Umesikia wapi? Fulani kaniambia. Itakuwa yeye ni mbaya yule, sikae naye tena. Kumbe umedanganywa, story zile sio za kweli. Watu wanataka waachonganishe ule urafiki wenu ukatike, na wewe kwa sababu ujinga wako wabeba habari moja kwa moja, huthibitishi, unamhukumia mwenzako jambo ambalo hakulifanya, ni makosa. Qala ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ikiwa atawajia nyinyi fasik na habari yoyote, fatabayyanu, tafuteni uthibitisho, ithibitisheni habari hiyo. In ja'akum fasiqun, ikiwa atawajia nyinyi mtu fasik, binaba'in, na habari yoyote ile akawaletea, fatabayyanu ay fatathabbatu, tafuteni uthibitisho wake habari hiyo. Je, ni ya kweli au sio ya kweli? Ameongea au hakuongea? Amesingiziwa au hakusingiziwa? Tafuteni ubainifu kwanza na uthibitisho. Antusibu qauman bijahala, msije mkawasibu watu kwa sababu ya ujinga. Yaqulu al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-Imam Sa'di alipokuwa akisherehesha aya hiyo anasema, fafihi dalilun ala anna khabara as-sadiqi maqbulun, ndani ya aya hii kuna dalili ya kwamba habari ya mtu aliyemkweli
ni yenye kukubaliwa, wa khabar al-kadhibi, na kwamba habari ya mtu muongo mardudun, ni yenye kurejeshwa, haikubaliwi habari ya mtu muongo, wa khabar al-fasik, na habari ya mtu muovu fasik, kama aliotajwa kwenye aya hapo mutawaqqafun fihi, ni yenye kusimamwa ndani yake. Yaani unatakiwa usangae kwanza, uitafutie uthibitisho, kama dhakarna, shasema kama tulivyotaja huko nyuma. Habari ya mtu ukweli itathibitishwa, itakubaliwa, lakini muda wa kuwa habari hiyo haijaikiwa vidhibiti na sheria. Hata awe mkweli bana, muadilifu, ikiwa sheria imeweka vidhibiti vya kuikubali, kwamba pengine aje na mashahidi 4, wewe mashahidi 2, hata kama ni mkweli peke yake, haikubaliki mpaka atimize vile vigezo na masharti ya kisheria. Lakini kawaida mtu mkweli muadilifu habari yake inakubalika, na mtu muongo asli habari yake haikubaliki, na mtu fasik ambaye mara kasema ukweli mara uongo muovu, basi habari yake itatafutwa uthibitisho, je ni kweli au ni uongo, ili msije mkawahukumia watu mambo ambayo hawako nayo, mkawadhania vibaya hali ya kuwa si kweli. Ad-darsu thalith wa 60, ya mwisho darasa ya mwisho, darasa ya 63. Kabla an tufakkiri, wewe mwanamke unaambiwa kabla hujafikiria fil musharakati ma'a zawjika, kuhusu kushirikiana pamoja na mumeo. Kabla an tufakkiri, kabla hujafikiria wewe mwanamke fil musharakati ma'a zawjika, kuhusu kushirikiana na mumeo, fi shira'il aqar, katika kununua al-aqar, mali zisizohamishika. To al-aqar ghalib inakuwa ni mali ambazo hazihamishiki, kama vile kiwanja, mashamba, nyumba. Ni mali ambazo huwezi kusema nazichukua naenda nazo nyumbani, la, hazihamishiki. Kabla hujafikiria kushirikiana na mumeo katika ununuzi wa mali zisizohamishika, au mali yoyote ile mkashirikiana, mkafanya musharaka, mkawa mna share katika mali hiyo, kabla hujafikiria hivyo, istakhiri wastashiri, watake rai na uwatake ushauri walidaiki, wazazi wako wawili, wa ikhwataki, watake ushauri na uwatake rai wazee wako na wadogo zako. Kaa nao kwanza nyumbani, najua mimi nitaka ninunue nyumba mahala fulani, lakini nitaka nimshirikishe mume wangu na yeye awe anashare mule ndani, tushirikiane pamoja, au kununua kiwanja nimshirikishe naye. Kaa na wazazi wako kwanza, watake ushauri. Kaa na kaka zako, watake ushauri kwanza kabla hujatoa maamuzi. Wahrisi ala dhabti almadfu'at, na pupia juu ya kudhibiti malipo. Almadfu'at, malipo yale unayotoa, fanya pupa ya kudhibiti yale malipo. Unayatoaje malipo, kwa njia gani, yatatokaje, yatafikaje kwa mhusika, yasijakakatwa katikati na walanguzi. Kuna watu madalali malipo akatakati hapo bila ya ruhusa yoyote ya mnunuzi na mwenye kuuza. Unatakiwa wahrisi, na uwe na pupa ala dhabti almadfu'at, juu ya kudhibiti yale malipo unayoyatoa wakati wa kununua hizo mali. Wataarafi ala al-andhimati walqawanin, na utambue vyema. Wataarafi, na utambue vyema, utambue vizuri, ala al-andhimati walqawanin, mifumo na kanuni, almutaallikati bidhalika, zenye kuambatana na hayo manunuzi, zenye kuambatana na hayo malipo. Wewe kama mwanamke unapoingia kwenye miamala sasa ya kimali, unatakiwa ujue namna ya malipo yanavyotoka. Wataarafi, na utambue vyema, ala al-andhimat, kuhusu mifumo, walqawanin, na kanuni, almutaallikati bidhalika, zenye kuambatana na hayo malipo na manunuzi. Kwa lugha fupi, unatakiwa wewe ujue miamala ya kimali, miamala ya kifedha, ima kwenye benki au kupitia simu. Unapofanya maamuzi ya kununua vitu vyenye thamani kama hivi,
utakununue nyumba, ununue magari, ununue mashamba, kiwanja, basi kwanza washauri wazee wako na kaka zako, jamaa zako. Pili, jambo limepita, nunua sasa. Unatakiwa udhibiti malipo, wasije wakaingia wahuni kati wakaramba hela hizo. Pia ujue miamala, ujue mifumo ya kifedha, mifumo na kanuni zinazotumika za kibenki na miamala ya kwenye simu. Unatoaje kwenye simu yako hela, makato na kwa ni kiasi gani, vipi zitamfikia huyo muhusika ambaye ananunua bidhaa kwake. Kama ni miamala ya kifedha ya kibenki uijue yote. Wewe kama mwanamke si wakaa nyuma tu, wakati wewe ndo mwenye jambo unatakiwa ujue. Hata kama mbele utamtanguliza mumeo, basi ujue mambo yanavyoenda, yanaendaje, mumeo kafanya nini, pesa iliyotoka ni ngapi, iliyobaki ni kiasi gani. Ufahamu wewe kama mwanamke mwenye jambo lako, kwa sababu leo mumeo ulimwakilisha yupo, kesho atakufa. Hizi mali kazipata vipi, kanuaje, kiasi gani, unatakiwa ujue sasa wewe ulibakia, ili wasije wakatokea watu baadaye wakakudhulumu kwamba mumeo aliiba hizi mali, hajanunua. Lakini kama ulijua namna mumeo alipata vipi hizi mali, namna viwanja alikununulia kwa namna ipi, basi unaweza ukajitetea. Kwa ujue hii miamala. Wa khasatan, na hasa ma yatarattabu inda huduthi talaq la qaddara Allah, hasa yale yatakayotokea, yale yatakayopatikana wakati wa kuzuka talaka. Allah asikadirie hilo. Hasa kwa yale yatakayopatikana wakati wa kuzuka talaka. Umeingia kwenye share na mumeo, umenunua, mfano mmeingia kwenye share ya kampuni, kila mmoja na hisa zake kwenye kampuni, au mmenunua nyumba, kila mmoja na hisa zake kadhaa kwenye hiyo nyumba, au mmenunua mashamba, kila mmoja na asilimia zake. Unatakiwa ujue asilimia zako ngapi, zina thamani ya kiasi gani, mumeo asilimia zake ngapi, zina thamani ya kiasi gani. Miamala ujue kila kitu, ufahamu, kwa sababu baadaye yanaweza kajezuka mambo baada ya talaka. Ujue hayo, kwa sababu hasa baada ya talaka huzuka mambo. Baada ya furaha kunaingia uadui, watu kudhulumiana mashamba na makampuni na majumba. Mume atakachukue mali zote, kumbe kuna hisa ya mke, au mke baada ya kuachana na mumewe atakachukue mali yote yake achukue yeye mwenyewe, anasema nusu kwa nusu, kumbe yeye ni hisa ndogo tu, asilimia 20 ataka asilimia 50, amdhulumu mumewe. Haitakiwi. Kwa kila mmoja ajue hisa zake kwenye mali ambayo inashirikianwa baina ya mume na mke, kila mmoja ajue, kisha wataendelea na ushirika. Ikitokea watu kugawana, basi kila mmoja atachukua asilimia yake na hisa zake. Kwa usiwe nyuma mwanamke wakati ushaingia katika miamala hii, unataka ujue kila kitu. La qaddara Allah, akasema Allah sikadirie hilo la talaka. Anaomba dua mtunzi kisha akasema wa hadhihi alma'lumat, anafungia sasa, wa hadhihi alma'lumat, na maalumati haya, wa hadhihi alma'lumat, na ujulikanwaji huu, wa hadhihi alma'lumat, na ujulikanwaji huu, laysa alhadafu minha ilgha at-ta'awun, halikuwa lengo ni kuacha kusaidiana. Ujulikanwaji huu wa mambo kwamba mwanamke wewe kabla ya kuingia share na mumeo kwenye mali unatakiwa washauri watu, baadaye ujue malipo unayoyatoa, ujue nidhamu na mifumo ya kibenki ya kifedha, uyajue yote. Ndio anasema wa hadhihi alma'lumat, na ujulikanwaji huu, laysa alhadafu minha ilgha at-ta'awun, halikuwa lengo ni kuacha kusaidiana, kwamba unamtia sasa roho mbaya mwanamke aanze kufuatilia mali. La, si lengo. Lengo yeye kujua tu nini kinaendelea, sio kumtia roho mbaya aanze kufuatilia mali na mumewe tena, au tena mumewe hana raha. La, si lengo. Lengo wasaidiane, lakini na yeye ajue nini kinaendelea kwenye mali waliochanga yeye na mumewe. Walakin alqasda, na lakini makusudio, huwa almaarifatu, ni kufahamu, bikulli ijabiyatihi wa salbiyatihi, kila yaliyochanya na yaliyohasi.
yaliyo chanya na yaliyo hasi. Chanya na hasi, mmepita shule nyinyi. Chanya ni yapi? Yale yanayokubalika, hasi yasiyokubalika. Ijabiyatihi wa salbiyatihi, lengo ni kufahamu yale yaliyochanya katika hiyo mali kwamba haya yatakiwa, wasalbiyati na yale yasiyotakiwa, yasiyofaa. Ndio lengo ajue mwanamke naye miamala inavyoenda katika mali aliyoshare, kwamba kuna hili hapa litakiwi, hili latakiwa, ajue. Sio kumtia roho mbaya kwamba aanze kukizana na mumewe kwenye mali. Lengo si hilo, wasaidiane, lakini kwa maalumati, vitu vijulikane. Mke ana hisa ngapi, mume ana hisa ngapi, ili sije yakatokea mambo ya dhulma baada ya kuachana kwao. La qaddara Allah sikadirie huko kuachana. Wallahu a'lam. Tammatir risala walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Risala imetimia na muda wetu umemaliza. Kwa kinachotakiwa kwenu, mufanyie kazi haya tulioyasoma na muyadurusu, kwa sababu tutakuwa na mtihani hapo mbele tukifungua darasa letu la kina mama. Mtihani wa kitabu hiki, na bahati nzuri hiki kitabu audio zake zinarushwa kwenye grupu lenu huko. Mwaziona huko. Ambaye hazioni awaambie wenzake wampatie. Hakuna udhuru kwamba mimi sikuwepo, audio hujapata, sina bando, muongo. Mbona YouTube waonekana waingia huko? Mabando mnayo. WhatsApp waonekana wewe, Insta wa post vitu kuonyesha bando unazo. Download audio usikilize. Kuna sehemu zimekupita hujazipata vizuri, tarjama, tafsiri, ndio daure inavyokuwa. Lakini audio zipo. Kaa nyumbani mwenyewe na kalamu yako, jaliza, weka sawa sehemu ambazo zilikupita, ili tukifungua madrasa yetu tutakuwa na mtihani mmoja mzuri sana. Lakini pia kutakuwa na zawadi kem kwa ajili ya washindi. Kwa mshindani katika hizi khairi. Wallahu a'lam.